tunaenda kuifuta ile kesi, nao wanaendelea na vile vitendo, wanamalizia na mazingira yanakaa sawa. Mama aliyojidai amezimia, ameshinda hata kuweka shaba kwenye kaburi la mtoto wake, akafufuka. Kisa alivyofikia tu hela. Huyu ni mwanamke wa design gani? Tumemchoka. Tunataka serikali tusikie, wamuhamishe kwenye mtaa wetu. Mimi Flora na mume. Huyu dada hajawahi kumchukua mume wangu. Bado ni mwendelezo wa taarifa ya mwanamke anayefahamika kwa jina la Nice Msheri, ambaye alijichukulia umaarufu katika kata ya Olorieni iliyoko mkoani Arusha baada ya wananchi kudai kwamba wanataka aondoke katika eneo hili kwa madai ya kwamba amekuwa akibambikizia watu kesi pamoja na kuiba waume za watu. Baada ya taharuki hiyo kutokea, ikiwemo watu kuvunja katika eneo analofanya biashara, leo hii watu 5 ambao walifikishwa mahakamani kwa tuhuma za kufanya fujo pamoja na vurugu katika eneo la China's na kufanya biashara wamefika katika eneo hilo na kumuomba msamaha kufuatia kesi ambayo ilifunguliwa mahakamani, ambapo mwanadada huyo anayefahamika kwa jina la China's amewakubalia na kukiri ya kwamba atakwenda mahakamani kwa ajili ya kufuta kesi hiyo. Kwa majina naitwa Flora Pascal Joseph. Ni mzaliwa wa mkoa wa Arusha. Ni mkazi wa maeneo ya Olorieni, mtaa wa RC. Tarehe 22 mnamo majira ya saa 7 mchana hapa mtaani kwetu kulitokea sintofahamu kwa dada yetu maarufu wanamuita Chinaz, lakini ni Mama Precious. Mimi kama Flora nazungumzia na mjuaje China. Mimi namfahamu China kama dada ambayo nimeshawahi kuishi naye kwenye mtaa huu. Yeye yuko hapa miaka mingi. Kama sasa ana miaka 17 tangia mie kwenye huu mtaa. Tarehe 27 hiyo kulikuwa kuna fujo ya wanakijiji, au nimaanisha kulikuwa kuna sintofahamu ya mtaa mzima. Nikimaanisha mtaa wa Mbesheri, nikimaanisha mtaa wa RC, hata na wa Mwanama. Watu walijaa, mwandishi wa habari tuliwaona wakitokezea. Watu wakawa wanaongea kero zao, na kama unavyojua kwenye watu wengi kuna mengi. Kuna mengi sana yalizungumziwa. Mimi mwenyewe nikiwepo ni wa kwanza. Niliongea kwenye media. China huyu hapa. Nilisema ni mwizi wa waume za watu. Mimi Flora na mume. Huyu dada hajawahi kumchukua mume wangu, wala hajawahi kumuiba mume wangu. Ile ilikuwa ni hasira. Na hiyo hasira inatokana vipi na wakati hajawahi kunizuru mimi na hayo? Sijui nisemeje. Ulishawahi kutangulizwa kama chambo tu, niseme basi hivyo. Niliongea kutokana na watu wanasema nini. Unajua tangeli jambo limetokea. Kuna wamama ambao tuko nao mtaani, kwa majina na wajua, acha ni wahifadhi, nisiwataje. Wamama, wababa, watu wazima wamemfuata China kumwambia hii kesi ambayo imetokea usifute, wafunge, waende huko kwa gerezani. Wao wamesahau na wao walikuwepo. Wao wamesahau na wao kuna namna 1, 2, 3 walichangia kwa hili. Lakini pia licha hata kuchangia ukuwepo, sasa wao ni nini? Kwa nini? Basi tuacha leo media ione. Mimi na China tumeshasameheana. Maana tayari ukishaona paka hapa tumekaa kuna maridhiano, Simba na Yanga wamekaa sehemu moja, ujue kuna amani mbele inaenda kutokea, na ninaamini kuna amani. Na kuna msemo mmoja unasema hivi, ukimpiga chura teke umemuongezea mwendo. Mimi naona ni kama sehemu kumpiga chura teke China, nimemuongezea mwendo. Juzi walikuja Malikia Nguvu, jana wametoka Klaus, leo amekuja Miladi Yayo. Uwezi jua kesho na kesho kutwa atakuwa nani. Walikaa viongozi wangu kwenye kikao, wameongea vya kuongea, wamejadili sawa, hawajapata mwafaka. Hiyo ni mambo ya serikali, mimi sitaki kuingilia wala sitaki kuongelea. Mimi nimeongelea kwa wale watu wangu wanayenifahamu na wanayenijua. Why not waende kusema Flora afungwe na wale wenzake 5 wasitoke? Tuliua.
Haya ni mambo yanayotokea. Tena afadhali mimi mwenye ufahamu na mwenye hofu ya Mungu ninarudi nyuma na tafuta amani. Hii ni laana, ninaivunja kwangu na kizazi changu. Mimi nina watoto. Kesho na kesho kutwa nitakufa. Sijui mtoto wangu wa kike ataenda kukaa wapi, sijui mtoto wangu wa kiume ataenda kukaa wapi. Na ile ilikuwa ni mehemko tu. Kama vile unavyopita unaona mwizi unampiga. Hujui aliibaje, alifenyeje, penginepo hata ameiba ili aende akamsaidia mama yake kwa Mount Meru anataka kufa. Jina maarufu naitwa Chinaz. Mimi ni mzaliwa wa Dar es Salaam, kabila ni Mpare. Mama Mchaga, baba Mpare. Nina neno langu kwa leo waliokuja kuniomba msamaha. Hasa ndugu yangu Filo hapa. Yeye mwenyewe ameongea, amesema hatujawahi kuvunjiana heshima wala kukoseana adabu. Amekiri kabisa mume wake ni kaka yangu. Kwa hiyo mimi nimeona tu ni kama vile unapita sehemu unasikia mwizi na unajiunga kwenye mkumbo. Kwa hiyo naona alijiunga kwenye mkumbo akajikuta amefanya haya. Na yeye ni mwanadamu, mimi mwenyewe namkosea Mungu mara 770 ananisamehe. Kuona mimi baada ya yeye kujirudi na kuona amekosa na kurudi tena kwenye mitandao, maana aliongea kwenye mitandao na amekubali tena kurudi, amekuwa na ujasiri. Na mimi nikaona ni sawa, niachilie nimsamehe. Kesi yao sawa. Ni kweli kesi yao iko mahakamani, ila muhimu la kwanza tulilolifanya ni ile la kunichafua kwenye media. Kwa hiyo tumefanya kwanza ni la kwanza yeye kunisafisha. Alafu tunarudi kukaa, kuna balozi, kuna viongozi waone kwamba hata wasitoe pesa cash, kwamba warudishe yale mazingira. Kuna waliojitokeza pia, balozi anasema kuna watu wamejitokeza wako nyuma yao watawasaidia. Hamna mlolongo mrefu kwa sababu na wao wamekuja kwa sababu ni kitu cha haraka. Nadhani mazingira yangu yanaonekana si sahihi, mazingira yamekuwa mabaya. Kwa hiyo nao wanayaona kwa sababu tayari wamesema kuna watu wanawabeba. Nadhani sidhani kama itafika hiyo tarehe 8 kabla hawajaonesha vitendo. Kwa hiyo atakapoonyesha vile vitendo, hiyo tarehe 8 ambayo tunarudi mahakamani, tunaenda kuifuta ile kesi, nao wanaendelea na vile vitendo, wanamalizia na mazingira yanakaa sawa. Mimi ninaitwa Zakayo Stefano Maganga. Mimi nimetumwa na familia ya George Moshi kwa kumtendea dada huyu, kumtukana. Kwa hiyo nimetumwa mimi kama vile badala yake kuja kumwombea msamaha. Kwa majina naitwa Zainab Nuru Masi, mkazi wa kata Olorieni. Naungana na wenzangu kwa kosa la kuvunja mawe ya Chinazi. Tumekuja kumuomba msamaha ili Aisha utoke kwa amani. Mimi Flora na mume. Huyu dada hajawahi kumchukua mume wangu.